mtaa wa Dovya ambapo tukio la dada ambaye amefariki dunia kwa kudaiwa kuchomwa visu na aliyekuwa mpenzi wake. Msiba ulifanyika kwenye mtaa wake. Kwanza mwenyekiti, ningefahamu kupata jina lako. Kwa jina naitwa Dennis Ferdinand Moyo, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Dovya, kata Makangalawe, manispaa Temeke. Nini ambacho unakifahamu kutokana na msiba huu wa huyu dada Eliza ambaye amefariki kwa kudaiwa kwamba alichomwa visu? Ninachokifahamu, mamake mzazi ndo alipigia simu baada tayari msiba kutokea, akaniambia ananihitaji kwa sababu kuna vitu fulani vya msaada alivyokuwa anavihitaji kutoka kule polisi kwa ajili ya kufuatilia mwili. Kwa hiyo nilipofika pale msibani, akaniambia nimsindikize huku nyumbani kwake kuja kuchukua vitu kwa ajili ya kusafiri. Nikaja kuchukua vitu, lakini kabla hapo nilishapata tetesi kwamba kuna tukio limetokea kwamba kuna mtu amepigwa kisu na mtu aliyekuwa ni ex wake. Kwa hiyo alikuwa anatoka eneo la biashara ambako mama yake anafanya biashara. Yule jamaa alikuwa anamvizia njiani mpaka eneo hili la mtaa Wazi ambapo ndo amefanya ukatili wa kumpiga na kumuua. Na baada ya kupata taarifa hizo kama mwenyekiti wa Dovya ambapo msiba ndipo ulipofanyika, japo tukio limetokea kwenye mtaa mwingine, ulichukua jukumu gani? Of course ni kitu cha kwanza, nilifika eneo la tukio. Nilifika mpaka msibani pale, nikawaona wahusika, nikawapa pole, nikaongea pia na majeruhi mwingine anaitwa Eliza ambaye ni rafiki wa marehemu. Nikawa nimeongea naye, akanipa situation nzima ilivyo, akanionyesha na baadhi ya picha za huyo, kwa sababu tulikuwa tumfahamu mtu alifanya kwa kitendo. Kwa akanionyesha na picha za mhusika aliyefanya kwa kitendo, na baada ya kuulizia yuko wapi, akasema kwamba alikimbia kwa sababu muda tukio linafanyika mvua ilikuwa inanyesha na watu hawakuwa karibu. Watu mpaka wanatoka tayari walikuwa wameshafanya ameshakimbia. Kwa hiyo nilichokuwa nakifanya hapa ni kumpa faraja mama mfiwa na ndugu waliokuwa pale, basi kuambia poleni, ndio kazi ya Mungu, haina makosa. Ila pia nilani sana kwa vitendo vinavyofanyika kwamba si vitendo vya kiungwana na vitendo vya kikatili, inabidi vipingwe na serikali itilie mkazo sana ili mambo kama yaweze kukomeshwa moja kwa moja. Serikali inaanzia kwa mjumbe kwako mwenyekiti ambaye ndio mkuu wa usalama, na matukio hayo tunaona yakitokea kwenye jamii, kwenye mtaa wako. Hili ni tukio la ngapi? Matukio kama haya of course yanaripotiwa kwa sababu mimi nimekuwa mwenyekiti muda sio mrefu, ila huko nyuma pia ameshawahi kutokea. Sio tukio la kwanza, na hata kwenye jamii yetu tunasikia kwamba mtu ameua mtu sehemu fulani, huwa yanafanyika. Lakini cha msingi sijajua kwamba ni makabila au ni roho tu ya mtu au shetani anakuwa mtu weza amemuingia, lakini cha msingi ninachotaka kukiongea kwamba hivi vitendo havikubaliki hata kidogo kwenye jamii. Tuvipinge kwa hali ya juu sana kwa kushirikiana na serikali na sisi watu wa chini. Tunapoona vitendo vyovyote vya kikatili, mtu weza anampiga mke wake au anampiga makofi au anamtukana hadharani mbele za watu, tukemee, kwa sababu huo ndio mwanzo. Mtu anavyokuwa anafanya matendo kama hayo kidogo kidogo ndo anakuwa anaipandikiza ile roho kwenye mwili wake, na matokeo yake baadaye anakuja kuwa mambo makubwa kama huyu jamaa alivyokuwa anafanya, kwa sababu ilikuwa sio mara ya kwanza yeye kumpiga huyu mwanamke wake, mpaka hivi nilivyofikia juzi akamtoa uhai wake. Watu wengi wanasema kwamba wanaume wengi wakiwa wanaachwa na wapenzi wao huwa wanaanzisha vitu kama hivi. Kama mwenyekiti na mkuu wa usalama kwenye eneo lako, una mpango gani kuhakikisha kwamba vitendo kama hivi vinakoma kabisa? Hiyo sasa hawa ndugu zetu wa dawati jinsia pamoja na mambo ya kuzuia ukatili inabidi watoe sana elimu kwenye mitaa. Najua hivi vitu kila kitu ina utaalamu wake. Wakishatoa elimu kwa wananchi angalau wanaweza wakagundua, na wengine wakawa na ile kujikubali kwamba nimeshaambiwa hivi, ngoja nikubali tu moja kwa moja kwamba mimi nimeachika, basi niachike. Lakini kufanya vitendo tofauti na hivyo, kwanza mwenyewe unajiweka hatiani, unakuwa huna amani, huna uhuru. Kwa mfano kama alifanya hili tendo, hapo alipo sasa hivi anajificha, hana uhuru, na anajua kabisa akikamatwa moja kwa moja ataenda kuhukumiwa adhabu yoyote ambayo serikali wataona inafaa. Kwa mimi ninawasihi na kuwaomba kwamba wakubaliane na matokeo. Pindi anavyoona mahusiano yanaenda tofauti, watafute mahusiano mengine waendelee nayo kuliko kufanya vitendo vya kikatili kama hivi. Na ni vitu gani ambavyo kwa mara ya mwisho nilipokuwa naongea naye nilikuwa namuulizia tu mipango ya msiba kwamba iko vipi. Kwa akanipa majukumu kwamba asubuhi nifuatilie Chang'ombe, na nikafanya hivyo. Baada ya hapo tukawa tumeelekea Temeke hospitali kwa ajili ya kufuatilia mwili. Tukatoa pale mwili tukapeleka barracks polisi kwa ajili hospitali ya barracks pale Kurasini kwa ajili ya kufanyia uchunguzi wa mara mwisho, na baadaye wakachukua mwili na kusafiri nao. Kwa hiyo majukumu walikuwa wamenipa ni yao, na mimi kama mwenyekiti wa mtaa nikawa nimemsaidia kwa hilo. Pole sana na hongera kwa kazi. Asante sana. Ndio eneo ambalo lilitokea hilo tukio. Hebu tuambie kwa ufupi tu siku ambayo imetokea tukio na ulivyokuja kupatazama hapa, hali ilikuwaje? Hali ilikuwa kama ya majozi kwa kweli, na kusikitisha.
siwezi kuelezea kwa vile nilikuwa nimeona nimechanganyikiwa, inakuwa ni ngumu kuelezea. Watu wanadai kwamba eneo hili ni eneo hatarishi na zamani kulikuwa kumezibwa, lakini sasa limefunguliwa na ndio eneo limetokea tukio. Kama mjumbe, una maoni gani kwa wananchi? Kama mjumbe, kama nilivyoeleza mwanzo wakati namuelezea yule binti, na baada ya tukio hili limetokea, nataka niite wananchi wangu, nitisha kikao, tujadili kuhusu hiki kichochoro. Nafikiri kitafanyika vizuri tu, hamna kitachoshindikana. Na vipi jana wakati umefika msibani, wakati mwili umeingia kwa maana ya ndugu kuweza kutoa heshima zao za mwisho kwa ajili ya safari ya kuelekea Kahama, hali ilikuwaje? Mama ambaye ni mfiwa naye alikuwa kwenye wakati gani? Kama ulizungumza naye, ulizungumza naye kitu gani? Kwa kweli msiba haukufika nyumbani, ilikuwa ni moja kwa moja kule hospitali, na sikuweza kuongea na yule mama kwa sababu na mimi mwenyewe nilivurugwa. Kwa sababu tukio kama hili mimi nikiliona huwa nachanganyikiwa sana. Kwa sababu gani? Mimi mwenyewe nimezika watoto wawili kwa siku moja, walipata ajali watoto wangu. Pole sana. Kwa hiyo nikiona tukio kama lile huwa sipendi kuongea na ule mfiwa wala kuwa naye karibu. Huwa nakumbuka mbali sana, lakini sikuweza kuongea naye kwa vile ni mfiwa, ni mtu wangu wa karibu sana. Akirudi nafikiri nitaongea naye. Lakini hali mtaani ilikuwaje baada ya hii story ambayo imebubujisha machozi watu wengi, kwa maana kufanywa ukatili binti huyo kwa kuchomwa visu, na daiwa ni visu vitatu, na baadaye kukimbizwa hospitali, na baadaye kupata taarifa kwamba amefariki dunia? Kwa kweli katika mtaa wangu hamna mtu aliyopendezewa kitu kama hicho. Wote walibubujika na machozi, wenye kusikitika, wenye kuongea. Kwa kweli hali ilikuwa ni mbaya sana kwa siku ya jana. Kama mama, tukiutoa ujumbe kazi yako ambayo unaifanya, ushauri wako ni nini kwa mabinti na vijana? Mimi ushauri wangu kwa kweli tuanze kuongea, sisi wa mama ni wa kuongea na binti zetu kwanza. Inabidi sisi wa mama tuwe marafiki na watoto wetu wa kike. Unajua sisi wanawake, watoto wengine wanataka kuongea na mama, mama anakuwa mkali. Akija anakuta mama, ngoja nataka nikwambie, toka hapa hivi. Ile haipendezi. Inabidi wa mama sasa, binti yako anapotaka kukwambia kitu, msikilize. Anataka kukwambia nini? Akikwambia una jambo la kumshauri, au ukiona anaenda mwenendo sivyo, chukua muda wa kukaa kuongea naye. Mwanangu, 1 2 3 usifanye hivyo. Nafikiri ndio wajibu wetu sisi wa mama kama wa mama. Nafikiri wa mama ndio tunaanza tena kujua mambo ya watoto wetu kuliko wa baba. Na wa mama wengi tukiona tukio la watoto wetu wa kike tunaogopa kuambia waume zetu. Na washauri wa mama wenzangu, tukiona kama watoto wetu wanakengeuka, tunaona wanaenda sivyo ndivyo, tujaribu kuwashirikisha na waume zetu. Baba fulani, naona mtoto wetu yuko hivi hivi. Nafikiri ingependeza sana baba naye akijua mapema. Sio tunaficha alafu baadaye inatokea tukio unakuja kulia ningejua. Ile inakuwa